Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila Kabange, ambaye anaishi rasmi nchini Afrika Kusini tangu mwaka jana, amevunja ukimya wake na kutangaza kurejea nchini DRC siku ya Jumanne, Aprili tarehe 8. Katika taarifa yake iliyoandikwa, amesema anataka kurejea nchini kupitia mashariki, lakini bila kutaja tariki au eneo kamili. Joseph Kabila anaweza kutegemea watu gani kutekeleza mpango wake? Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na baadhi ya vyombo vya habari, ni kwamba rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, ambaye alitangaza kurejea nchini DRC siku ya Jumanne, Aprili tarehe 8, amekuwa akipokea wageni wengi mjini Harare, Zimbabwe, ambako amekuwa akiishi tangu mwaka uliopita. Miongoni mwa wageni wake kuna watu wengi kutoka DRC, washirika, lakini pia washiriki wa zamani kwa sehemu kubwa, lakini pia waaminifu wa muda mrefu, bila kutaja watu wengine wengi mashuhuri. Hata hivyo, miongoni mwa wageni hao, jina moja limekuwa likitajwa mara kwa mara na mara kadhaa, lile la John Numbi, mkuu wa zamani wa polisi ya taifa, ambaye baada alikuja kuwa inspekta jenerali wa FARDC, ambaye pia anasakwa na mahakama ya kijeshi ya Kongo, haswa kuhusiana na mauaji ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana, ambaye alisababisha pia kutafuta hifadhi nchini Zimbabwe. Licha ya kuwa nchini ya omba la kurejeshwa kutoka Kinshasa tangu mwaka 2022, hii haikuzuia kuzungumziwa mwishoni mwa mwaka 2023 kwa kumsitisha Rais Felix Tshisekedi hadharani kwenye video kwenye mitandao ya kijamii. Endelea kufuatilia mpenzi mtazamaji wa Mwanaika TV, endelea kabisa kuendelea kupata updates zetu kupitia TV yako. Mimi naitwa mtangazaji wako, endelea kufuatilia bila shaka kabisa. Usikose kabisa kushare na kusubscribe kwa watu wote ili uweze kupata habari nyeti zaidi.